Nam yahti ala ummati zamanu. Bwana Mtume anasema hebu twendeni tupate faida ndani ya mlango wa hurmatul masajid. Na hapa tunaye Bwana Mtume katika matelezo yetu mbali ya safari. Bwana Mtume anasema ziko zama, na kileo ndizo zama ambazo twaishi. Yakunu hadithuhum, kuna wakati muda mwingi mazungumzo yao, fi masajidihim, yanakuwa misikitini. Liamri, wanajikusanya wazungumze kwa sababu ya mambo ya dunia yao. Laisa lillahi fihim haja, Mwenyezi Mungu hana haja na wao kabisa. Laisa lillah, hana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndani yao haja yao, hanayo kabisa. Hana haja na hawa wanaohangaika na kuzungumza mazungumzo yao katika pahala ambako ni patakasifu, msikitini. Hana haja nao kabisa. Na kisha Bwana Mtume anasemaje? Fala tujalisuhum, msikae nao kabisa. Mkiona wanazungumza mambo yao ya dunia, mambo ya vyama, mambo ya dunia hayo, mambo ya ushabiki, mambo ya dunia hayo, haluma jara katika kalami dunia, fala tujalisuhum, muache mtoke, muache mtoke, muache. Sio? Na Bwana Mtume siku moja alituambia yakunu alghuraba'u fi dunya, watu wazembe yani kwenye hii dunia watakuwa wanne. Kuna wakati watu wazembe watakuwa wanne, alghuraba, watu wazembe ambao hawana dini. Watu hawa wako wanne. Arba'atan, Qur'anun, ni mtu ambaye tena ghuraba ikiwa na maana kwamba sawa, vitu vigeni. Vitu vigeni vinakuwa kwa watu wanne, sawa, ni vitu vya kizembe sana ambavyo watu wengi hawawezi kuvizingatia na wameviacha kabisa, vinakuwa ni vigeni. Maana yake ni kwamba Qur'anu fi jawfi dhalimin, ni wakati ambao Qur'ani itaishi katika mwili wa mtu dhalim. Qur'ani iweje ihifadhike, itunzike maana na maksudi na ufahamu mbalimbali, alafu ndani ya moyo ambaye ni mtu dhalim. Yani unajua kabisa Qur'ani na mafundisho udhalimu haitaki, lakini maajabu unaikumbatia Qur'ani kuwa ndani ya moyo, sawa, kuwa ndani ya moyo wa mtu dhalim, basi inakuwa ni ghuraba, ni ujinga na upuuzi na ushamba, au naweza nikasema sawa, ni ugeni. Lakini pia wa masjidu fi nadin qaumin, na msikiti ambao unakuwa ni mgeni kabisa, hauna thamani kwa maana hiyo. Wa masjidu fi nadin, na msikiti ambao huwa pana nadi wa swala, watu waje kuswali, la yusalluna fi, matokeo yake hakuna anaingia. Wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi, kuwepo msahafu pahala ambako hausomwi, bado ni shida, bado ni shida, sawa. Wa rajulun salihu ma qaumin su'i, sawa, na mtu aliyemwema lakini pamoja na watu wabaya, ndio kawafanya marafiki zake. Mtu aliyemwema lakini pamoja kuwa na watu wabaya ni ghuraba, mtu ambaye hana maana kabisa, hazingatiwi, sawa, ni mtu wa kupuzwa huyo. Ghuraba ina maana nyingi. Bwana Mtume anatuambia tuhsharul masajidu kaannaha bukhtun bidhun, misikiti itafufuliwa siku ya kiyama. Tuhsharu, itafufuliwa siku ya kiyama misikiti, kaannaha, kama ambavyo misikiti
ni bukhtun bidhun, sawa. Ngamia ambao ni wazuri sana, bukhtun bidhun, ngamia wazuri. Qawaimuha, miguu yake msikiti. Yani msikiti unaonekana kama mnyama fulani, lakini ndivyo Mungu alivyotaka. Miguu tutaijua kwamba hii ni miguu ya msikiti, huyu ni mnyama msikiti, huyu ni mnyama msikiti. Qawaimuha, miguu yake, kwa maana tendegu zake, minal ambari, zinazotokana na ambar. Wa anaquha, na shingo ukiona katika bukhtu, sawa. Minazza faran, inayotokana na zaafaran. Wa ruusuha, ama kichwa chake cha huyo bukhtu ngamia, minal miski, kinachotokana na miski. Al adfari, ni namna ya miski ya adfari inayonukia vizuri sana. Asnamuha, meno yake, minazabarjadi, sawa, ni meno yanayotokana na zabarjadi. Al akhdari, ya njano. Wa quwaduha, sawa wa quwaduha almuadhinuna yaquduna, na wasogwaji, yani wale wanao mswaga huyu mnyama, ndo quwaduha, waswagaji kwake huyu mnyama, yani wale wanaotakiwa kumswaga huyu mnyama. Almuadhinuna yaquduna, wale waadhini wote wa duniani watafanya kazi ya kumswaga huyu mnyama. Naona sawa. Wal a'immatu yasuquna, na wanawachuoni quwaduha, waelekezi, kwamba sasa mnyama wao unatakiwa ukae sehemu fulani, sawa, uende sehemu fulani, ndio quwadu, ni muadhinuna. Wal a'imma, na wanawachuoni ndio yasuquna, watakuwa na swaga, ndio saka. Kwa hiyo kuna quwaduha, kwa maana wanaoelekeza. Bukhtu, naona fayabaruna biha fi aradhati alqiyama, patazingatiwa kwa kitendo hicho katika kiwanja cha siku ya kiyama, kwamba watu watakuwa wanatazama nini hichi kinachoendelea. Wanaona wanawachuoni, sawa, wanawaswaga wanyama hao, so wanyama kwa maana ni misikiti, so walidumu sana misikitini. Tena kalbarki alkhatifi, sawa, haraka mno wakipita katika viwanja vya qiyam, kama vile unavyoona unavyometa sha, na yeye anapita pap. Fayaqulu ahlul qiyam, watu wa qiyamani wasemeje? Haulai almalaika almuqarrabuna wal anbiya almursalun, hao mbona ni malaika wa karibu sana na mitume waliotumwa na Allah. Fayunaduhum ya ahlal qiyam, kisha watawaambia, nyinyi watu wa qiyama, nyinyi ma haulai almalaika almuqarrabun, ni wakina nani au malaika watukufu namna hiyo walio karibu kwa Allah? Wala anbiya wala mursalin. Fayunadunahum ya ahlal qiyama, wale wenye kupita wamewaswaga wanyama, lakini pia kuna wale wanaowaelekeza wanyama wapite hivi. Misikiti hiyo watawaambiaje? Ma haula'il malaika, hawa sio malaika jamani, hawa sio malaika almuqarrabuna wala alanbiya wala almursaluna, sio malaika wala sio anbiya mursalin, bal hum ummatu Muhammad, hawa mnaowaona ni wafuasi wa baba Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alladhina kanu yahfadhuna salata aljamaati, wale waliokuwa wanahifadhi sala kwa jamaa. Twende katika riwaya ya Wahbi bin Mumbahi au Munabbahi rahimahullahu ta'ala, anasema yu'ta bil masajidi yawm alqiyamati ka amthali sufni, misikiti italetwa siku ya kiyama kama mfano wa masafina, safina hizo za baharini. Mukallala, safina iliyotiwa, sawa, mukallala, safina iliyotiwa nini, iliyochovywa urembo.
bidurin wal yaquti, kwa madini duri na yakuti. Mazuri sana hicho kitu, shekhe, kitakuwa kinapendeza sana. Fatashfa'u li ahliha, kisha misikiti iwaombe shufaa wale walikuwa wanaiswali misikiti hiyo. Unaona? Wa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun, itafika zama za watu, la yabqa min al-islam illa ismuhu, uislamu haubaki isipokuwa jina tu. Kama hivi leo tumekuwa waislamu wengi majina, so waislamu kwa maana ya kufanya yanayotakiwa kwenye uislamu. Hii ndio shida. Uislamu si kutosheka tuna ikhtinai ya rasmi baa. Ismuhu, mtu anaitwa tu Muhammad, sijina tena majina mengine ya mtume kabisa, lakini watu hatari hao, mtihani wallah. Wala min alquran, wala qurani haitobakiza illa rasmuhu, isipokuwa ile uandishi wake ama maandishi yake tu. Watu wanasoma aya wazingatii, wanaelewa nini maana yake, na wanaosoma wakajua maana yake hawazitekelezi. Imebaki kuwa ni rasmuhu, maandishi tu. Ya'muruna masajidahum, wanaitengeneza misikiti yao, wa hiya kharabu, lakini kuna wakati inatengenezwa ikiwa ni magofu. Misikiti inatengenezwa ni magofu kama hivi leo. Misikiti inatengenezwa sana, yani watu ndio wameona kwamba ibada hakuna nyingine ila kutengeneza misikiti. Misikiti inatengenezwa vijijini, misikiti inatengenezwa wapi tena, inafika pahala, kuna muda kidogo hapa nyuma misikiti inatengenezwa vijijini ya aina moja inafanana, lakini ukiingia huko shekhe ni popo tu, wananyea misikiti, hakuna muumini anaingia na swali hapo. Mtihani sana. Kwa hiyo nini? Na ile iliyoko mijini inaimarishwa, inakuwa mizuri, lakini wanaoswali sasa watu wachache sana. Min dhikrillah, hakuna utaji wa Allah. Na kharabu maana yake kwamba imehamwa, hakuna utajo. Sharru ahlu dhalika zaman, Bwana Mtume anasema hizo zamani za watu wa shari sana. Ulamauhum minhum takhrujul fitna, wanachuoni wao humo ndimo inapotokeaga fitna. Wa ilaihim taudu, na itarudi humo, inatoka fitna inarudia wao. Wanaanzisha ugomvi na nini, magomvi ya misikiti kama ilivyo leo. Wao wameanzisha mafujo, lakini matokeo yake wanaonekana wao ndio wabaya, tabu inawarudia wao. Haya ndio maisha tulionayo zama hizi. Usifikiri zama sijafika, ndio hizi. Wa inshallah Mwenyezi Mungu atutengeneze. Na leo tumemaliza mlango, kesho tunaanza mlango mwingine kama ilivyo kawaida yetu. Wal kamalu lillah.